Karibu kwa mara nyingine tena kusikiliza habari kutoka Grand Lac One TV. Ili uwe wa kwanza kupata habari zetu, bonyeza alama ya kengele, comment and share. Hapo utakuwa umetunga mkono 100%. Grand Lac One TV, the sound of news. Au mépris du pacte qui cimentait la cohésion de notre peuple. Le premier acte de remise en question de ce pacte républicain, véritable socle de stabilité, de cohésion nationale. Tupate habari za moto kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Seneta wa maisha ya Mheshimiwa Joseph Kabila Kabange amehutubia taifa leo kupitia runinga akiwa nje ya nchi. Amesema kwamba kuna mikataba ambayo walisaini na rais wa sasa Felix Antoine Tshisekedi. Hiyo mikataba ilikuwa mikataba ya kuleta usuluhisho, mikataba ya kuleta umoja, mikataba ya kuleta maendeleo. Lakini mwenzie mikataba hiyo hakutekeleza. Je, ikumbukwe Joseph Kabila alimwachia Felix Antoine Tshisekedi madaraka ili aongoze madaraka. Baada ya miaka 5 amwachie tena Joseph Kabila arudi madarakani. Unajua Afrika ukishapewa sehemu ya kukaa hawezi kuachia mwenzako hivyo hivyo bila na wewe hujamalizia. Inasemekana mtu ambaye alikuwa amepata kwenye uchaguzi 2018 alikuwa bwana Martin Fayulu Madidi. Je, wewe ulikuwa rais? Wewe ndio uliyepana madaraka. Kwa nini mtu ambaye alipata kwenye uchaguzi mlimwacha mkaenda kupatia mtu mwingine ambaye hakupata kwenye uchaguzi? Yaani inaonesha kwa uchochezi wa nchi. Wewe kama wewe jinsi ulivyokuwa rais, mulimpatia wengine mtu madaraka na sio yeye ambaye alikuwa amepita. Hapo nyinyi wote mnapaswa kushtakiwa. Kwa sababu nyinyi ndio mlianza kuvuruga nchi. Uchaguzi ni kitu cha demokrasia na mtu ambaye anapata kwenye uchaguzi ndiye mtu lazima aikae pale afanye uongozi wake. Ila mlimpatia mtu mwingine ambaye hakupita kwenye uchaguzi. Kwa nini? Hapo lazima mujibu kwenye vyombo vya sheria. Yaani ninyi ndio mmeingiza nchi kwenye taharuki kubwa sana. Mtu ambaye alikuwa amepata kwenye uchaguzi mlimuhima. Wanasaikolojia na wanasiasa na wananchi wengine hapo hawajakuelewa hata sekunde moja. Hawajakuelewa hata sekunde moja. Yaani mnapaswa mujibu mbele ya vyombo vya sheria. Mtu ambaye alikuwa amepita kihalali mlimnyanyasa mkaenda kupatia mtu mwingine. Hii ni Grand Lac One TV, the sound of news. Karibu kwa mara nyingine kusikiliza habari kutoka Grand Lac One TV. Grand Lac One TV, the sound of news. Ili kupata habari za uhakika, bonyeza alama la kengele, comment and share. Hapo utakuwa umetunga mkono kabisa moja kwa moja. Hii ni Grand Lac One TV. Tuliojiri katika mchana wa leo ni kutoka DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Seneta ajulikanaye kwa jina la Ngoi Kasanji amehoji, je, waziri aliyopo kwa sasa wa sheria amefanya kosa gani ili ashtakiwe? Seneti Ngoi Kasanji amebubujikwa na machozi ya kuhoji kwa nini waziri wa sheria, kosa gani amefanya ili ahojiwe na vyombo vya dola. Yaani uwajibikaji wake kazi, waziri huyo anavyowajibika kwa kazi yake, anafanya kazi ipasavyo, anafanya kazi kwa roho moja ili kwa kuendeleza Kongo DRC isonge mbele kwenye nyanja zote za nchi. Ameonekana ni kiziwizi kikubwa kwa wapiga pesa wa nchi hiyo.
yaani ni waziri ambaye alikuwa anajitolea kwa hali na mali ili kuhakikisha fedha zote zinatoka nje ya nchi ambazo zinayoingiza serikali kwenye mapato yote yawe yanaingia kwenye mfuko wa serikali. Ila watu ambao walikuwa walishazoea kupiga hela kutoka kwenye mikono ya watu wenyewe, wanapiga tu, wanaenda kuonyesha visenti vidogo vidogo, hawaridhishwi na waziri huyu wa sheria, wanataka kumuingiza kizimbani. Amehoji mikataba yote ambayo waziri huyu aliyopitia, hakuna kosa hata moja. Hakuna kosa waziri huyo amefanya hata moja kupitia mikataba yote, na hakuna kifungo chochote kile ambacho kinamkataza waziri huyo kuweka kampuni za nchi hata kama zina pesa, ila zina waongozi wazuri, zina maengineer wazuri ambao wanaweza fanya kazi, ila wanakosa fedha. Lazima kampuni hiyo na wazalendo, watoto wa nchi wanawaingizia pesa ili kampuni hizo zinaweza kufanya pesa, kwa sababu zina uwezo wa kufanya kazi hiyo ambayo kampuni zingine za nje zinaweza pewa. Na ndio maana amehoji isitegemee watu kampuni za nje tu peke yao ndio wao wanapewa kazi za nchi, na kampuni za nchi zipo ila zinakosa uwezo wa kuanza. Na kipindi kunapopatikana pesa za nchi, kuna vitu vya nchi ambavyo vinataka kujengwa na pesa zipo, lazima wakabidhi kampuni za nchi ili zifanye kazi hiyo. Kosa yake iko wapi? Ngoi Kasanji anaendelea kuuliza. Amesema, waziri usitereki, waziri usio na wasiwasi wote ile. Mungu yuko pamoja na wewe na wananchi wako pamoja na wewe, wanaona kazi ambayo kufanya, watakuunga mkono 100%. Ametumia neno moja, amesema nini? Watu wanaenda kuweka pilipili kwenye wameenda kuweka pilipili kwenye tangawizi. Watu wameenda kuweka pilipili kwenye tangawizi. Na mnukuu,